Mwenyezi Mungu anatuamrisha kila jambo tufanye vizuri, na anatuamrisha kuwa waaminifu na waadilifu. Muendelee kufanya kazi zenu vizuri kama mlivyo, na muongeze juhudi katika swala la uaminifu na uadilifu, kwa sababu hayo ndio mambo makubwa anatakiwa kufanya mtu. Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu akifanya kazi aifanye kwa weledi, kwa uzuri, kwa uaminifu na kwa uadilifu. Hayo ni maagizo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunajua nyinyi ni waadilifu, ni waaminifu na mnafanya kazi kwa weledi, lakini kama viongozi wa dini tumetilie msisitizo zaidi juu ya kushikamana na mwendo huo wa uadilifu na uaminifu. Kipindi tulichonacho cha 10 hili la mwisho ambalo limebakiwa na siku 7 au 6 kwa sasa, ni kipindi cha kufanya dua zaidi. Tufanyeni katika ibada zetu dua mno, tumlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujinyenyekeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili Mwenyezi Mungu atujalie mambo yetu yote katika nchi yetu yawe mazuri, na Mwenyezi Mungu ajalie amani katika nchi yetu. Ndugu zangu wote tunaofunga na kuomba dua, tulipe kodi. Tusisubiri mpaka twende tukatafutane kwa tochi. Toa risiti, dai risiti. Lakini sema ukweli kwa kile unachonunua na unachouza, ili tupate kodi, tupate maendeleo yetu. Kwa pamoja na TRA kufanya kazi nzuri ya kutoa elimu, na sisi tuna wajibu wa kulipa kodi, kwa sababu kodi ndiyo maendeleo yetu. Weka rekodi zako vizuri, lipa kodi yako, na utaona matokeo ya biashara unayoifanya. Tuishi kwenye uadilifu na ukweli. Leta nyaraka sahihi kuonyesha unapitia changamoto, ili sisi tukusaidie jinsi ya kutoka, na ulipe kodi stahiki. Matarajio yetu kwamba kama kazi zetu zilivyo zinazohamasisha watu kufuata sheria, na kufuata sheria ni kufuata mema, na imani tutaendelea kufanya uadilifu, lakini pia tutafanya uwajibikaji wa hiari wa kulipa kodi kama ikiwa sehemu ya ibada.